No. Sherehe za maonyesho ya anga ya West Coast nchini Afrika Kusini ziligubikwa na msiba siku ya jana Jumamosi, Machi 22 mwaka 2025 baada ya rubani mkongwe James Okano kufariki dunia kufuatia ajali mbaya ya ndege. Okano, ambaye alikuwa akifanya maonyesho ya kiufundi angani, alipoteza udhibiti wa ndege yake aina ya Impala Mach 1 ambayo ilianguka ghafla na kulipuka ilipogonga ardhi. Marehemu Okano alikuwa rubani mwenye uzoefu mkubwa akiwa amehudumu katika jeshi la anga la Afrika Kusini kwa zaidi ya miaka 36 kabla ya kustaafu na kujiunga na maonyesho ya anga. Katika taaluma yake alikuwa ameendesha aina mbalimbali za ndege za kijeshi na za kiraia, akiheshimika kwa umahiri wake katika mbwembwe za anga. Alikuwa pia mkufunzi wa urubani na mshauri wa kiufundi wa marubani wachanga. Kwa mujibu wa mashuhuda, wakati Okano akifanya mojawapo ya mbwembwe zake angani, ndege yake ilianza kupoteza mwelekeo. Watazamaji walishuhudia ndege hiyo ikishuka kwa kasi isiyo kawaida kabla ya kuanguka na kulipuka na kuibua mshangao na taharuki miongoni mwa hadhira. Baada ya ajali hiyo, vikosi vya uokoaji vilifika eneo la tukio kwa haraka, lakini juhudi za kumwokoa hazikufua dafu. Okano alithibitisha kufariki dunia papo hapo kutokana na athari za mlipuko na moto uliotokana na ajali hiyo. Hakuna watazamaji wala wafanyakazi walioumia kutokana na ajali hiyo, lakini tukio hilo liliwashitua wengi. Jeshi la anga la Afrika Kusini kwa kushirikiana na mamlaka za usafiri wa anga ya Afrika Kusini wameanzisha uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha ajali. Kwa sasa waandaaji wa maonyesho hayo wamesema watatoa ushirikiano wa kina kwa uchunguzi na kuhakikisha usalama wa marubani na watazamaji unaboreshwa kwa siku zijazo. Baada ya ajali hiyo, watu mbalimbali waliomfahamu Okano walieleza huzuni yao, huku kamanda wa jeshi la anga la Afrika Kusini Meja Jenerali Sifu Nkosi alisema, "Tumepoteza rubani mahiri na mzalendo wa kweli aliyelipenda taifa lake. Okano alikuwa shujaa wa anga na mchango wake katika sekta ya urubani hautasahaulika." Marubani wenzake pia walitoa rambirambi wakimtaja marehemu kama mtu aliyekuwa na upendo kwa kazi yake, mshauri mzuri na mtu mwenye nidhamu ya hali ya juu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.